Naibu Waziri wa Nishati amewataka wananchi kuendelea kutumia nishati safi ya kupikia kama sehemu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi yanayochangiwa na uharibifu wa mazingira. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara iliendelea siku ya jana kwa michezo minne kupigwa katika viwanja vya miji tofauti, huku ikishuhudiwa matokeo tofauti katika michezo hiyo. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaianza taarifa yetu ya habari. Naibu Waziri wa Nishati nchini Salome Makamba amewataka wananchi kutumia nishati safi ya gesi ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi yanayochangiwa na uharibifu wa mazingira. Ni ajenda ya utunzaji wa mazingira nchini ambapo naibu waziri huyo anatumia kikao cha management ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC jijini Mwanza kuhimiza utunzaji wa mazingira. Miradi ya mafuta na gesi inapaswa kuleta manufaa yanayoonekana kwa jamii zinazozunguka maeneo ya miradi ili kujenga imani. Ushirikiano endelevu wa shughuli zenu. Mnahitaji kibali cha jamii, yani social license, kwa ajili ya kutekeleza shughuli zenu na miradi ya CSR itawapa kibali hicho. Pia akalihimiza shirika hilo kuharakisha usambazaji wa huduma zake katika maeneo yote nchini ili wananchi waweze kunufaika na matumizi ya nishati safi wanapotekeleza majukumu yao. Na wasisitiza uendelee kuongeza kasi, ubunifu na ushirikiano na sekta binafsi ili kufikia maeneo mengi zaidi. Derek Moshi ni mkurugenzi wa mipango na uwekezaji wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC. Tukiweza kuipeleka gesi katika njia ya kimiminika, maana tunaweza kufikisha mbali zaidi. Kwa sasa hivi kuna miradi ambayo kama minne ambayo itatokea, tutaanza kuiona kabla ya mwisho mwaka huu, ambapo miradi hiyo ni mahususi kuhakikisha kwamba gesi inafika kwenye miji mingine ambayo iko mbali. Na pia akagusia namna nishati hiyo ilivyoanza kutumika kwenye maeneo mbalimbali nchini. Tumeweza kufika more than 100% ya malengo yaliyowekwa. Ndio maana zaidi ya 80% na zaidi ya 80% ya gesi asili inaenda kwenye umeme. Inakuja swala la viwanda. Tumeweza kuconnect viwanda karibu vyote ambavyo viko pembezoni mwa miundombinu yetu, ambapo hiyo ni hatua ya pili. Hatua tatu sasa ilikuwa ni kwa ajili ya usafiri au CNG station. Management ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC imekutana kwa lengo la kukumbushana masuala muhimu ya kiutendaji ili itekeleze majukumu yake kwa ufanisi. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Baadhi ya wafanyabiashara mkoani Songwe wameiomba serikali kuharakisha ujenzi wa miundombinu ya barabara, hususan kipande cha barabara ya Tanzam kilichoanzia eneo la Igawa mkoani Mbeya hadi mji wa Tunduma uliopo mpaka wa Tanzania na Zambia ili kuwavutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Limezinduliwa jukwaa la uwekezaji katika mkoa huo, jukwaa ambalo lipo chini ya mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA, na ndipo wafanyabiashara wakaomba uboreshaji wa miundombinu ambao utaenda sambamba na uwekezaji ndani ya mkoa wa Songwe. Ushauri wangu ni kuhakikisha serikali inaongeza kasi ya ujenzi wa bandari kavu ili kuhakikisha inaondoa msongamano hasa wa malori ulioko kwenye mji wetu wa Tunduma, lakini pia utanuzi wa barabara ambazo ni njia 4. Kutokana na ombi hili, mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omar Makame akaeleza mikakati ya serikali inayoambatana na uboreshaji wa miundombinu mkoani humo. Lengo ni kuweza kukabiliana na changamoto ya foleni. Kinachoenda kufanyika, kinaenda kujengwa ICD pale katika eneo la Mpemba, lakini kunaenda kujengwa kituo cha kimataifa cha usafiri na usafirishaji, lakini hali kadhalika kutakuwa na highway ambayo itakayojengwa, bypass itakayojengwa kutoka kwenye eneo la ICD kwenda moja kwa moja mpaka kwenye mpaka kule wa Tanzania pamoja na Zambia. Tuna maeneo mbalimbali ya kuwekeza, lakini kule wilaya Ileje ni maarufu sana kwa maeneo mawili, kilimo cha iliki na kilimo cha maparachichi na kahawa. Pia unaweza kuwekeza katika kilimo hicho kwa sababu kilimo cha iliki kule kinakubali na iliki ya kule ni nzuri sana. Meneja uhamasishaji wa TISEZA Daudi Riganda akaeleza faida watakazopata wawekezaji wa ndani. Utakapowekeza kwenye viwanda vya namna hiyo, dawa, vifaa na bidhaa zile za ngozi, kuzalisha au zile za nguo,
Kutoka mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa. Wachana. Shule ya sekondari Kakubilo iliyopo mkoani Geita imeandika historia kushika nafasi ya kwanza katika matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 kwa shule za serikali katika halmashauri ya wilaya ya Geita, hatua iliyochochewa na ushirikiano madhubuti kati ya wazazi, viongozi na walimu. Katika matokeo hayo, shule hiyo imefaulisha wanafunzi 25 kwa daraja la kwanza, wanafunzi 57 daraja la pili, 71 daraja la tatu na 83 daraja la 4, huku kukiwa hakuna daraja sifuri, ikiwa ni historia tangu kuanzishwa kwa shule hiyo. Matokeo haya yamesababishwa na ushirikiano mzuri. Awali ya yote tunamshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuboresha mazingira ya shule yetu, tujengea miundombinu bora. Sababu iliyotuleta ni kuja kutoa tuzo ya watoto wetu waliofanya vizuri form 4 na wameongoza halmashauri yetu ya wilaya ya Geita. Tumeendelea kuwaasa wanafunzi wazingatie yale wanayoelekezwa na walimu wao, ikiwa ni pamoja na kutunza nidhamu wakati wote wanapokuwa shuleni na hata kwenye majumba yao. Kutokana na mafanikio hayo, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM kata hiyo kwa kushirikiana na viongozi wa kata wametoa tuzo na zawadi mbalimbali kwa shule za sekondari Kakubilo na Nyabalasana zilizofanya vizuri kwenye matokeo ya mitihani ya kitaifa. Kwa sababu kata yetu ya Kakubilo ina shule za sekondari 3 sasa. Lengo letu kubwa ni ushindani mkubwa wa shule zetu hizi ili ziweze kutoa matokeo chanya kwa wanafunzi wanaozalishwa na walimu wao. Jinsi tulivyojipanga kwa ajili ya mtihani wa kidato cha 4, kwa ushirikiano wetu pamoja na walimu wetu, tumejiandaa vizuri ili kuvunja rekodi iliyowekwa na wenzetu. Nipenda tu kuwaambia labda wanafunzi wenzangu ambao wamebaki shuleni kidato cha 4 kwamba wazidi tu kusoma kwa bidii. Maana kusoma kwa bidii ndipo utafanikiwa ama utapata ufaulu mzuri. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Mama mkazi wa kijiji cha Galijembe kata ya Tembela mkoani Mbeya mwenye umri wa miaka 54 ambaye ameishi ndani kwa zaidi ya miaka 8 bila kutoka nje kwa madai ya kukabiliwa na changamoto ya ugonjwa wa kupooza miguu amejikuta akitabasamu katika kipindi hiki cha matendo ya huruma baada ya umoja wa kabila la Wasafwa kumpatia kiti mwendo. Umoja wa kabila la Wasafwa lioli nchini umetoa msaada huo kwa Wasafwa wenye mahitaji maalum mkoani Mbeya, akiwemo Teresia Shoga mkazi wa Galijembe baada ya kubaini kuwa anaishi ndani kwa kipindi kirefu huku akitamani kutoka nje licha ya kutokuwa na uwezo wa kutembea, kama ambavyo mume wake pamoja na mwenyekiti wa kijiji cha Galijembe Kevin Mwakwenda wanavyoeleza. Kwa kumpa wheelchair maana miaka 8 hajatoka nje, kwa neno tuseme hajaliona jua, na sasa ataenda kuliona jua. Nilikuwa sina msaada hata kumpeleka nje. Kwa msaada wenu Mungu awabariki, zini wape nini. Utajisaidia kwa kuogea, kukoka moto, ndio utajisaidia baba yangu. Nasema Mungu awabariki. Akizungumza mwenyekiti wa TASAFU Alioli Sebastian Mwangonera amesema msaada huo umelenga kwa watu ambao wana uhitaji maalum na kusema kuwa itakuwa mwendelezo ili kuendelea kudumisha desturi na utamaduni wa kabila la Wasafwa kwa watu wenye uhitaji. Tuna wahitaji zaidi, ila tulilenga baadhi ambao ni muhimu. Kwa katika wale muhimu ndio ambao leo tutaweza kuwaona hapa. Kwa mfano kuna mtu ambaye ni kilema hawezi kutembea kabisa miguu. Tumeamua turudi nyumbani, tuwaone wazee wetu wenye uhitaji, tuwaone walemavu, tuwaone watu wote ambao wana shida. Na sio kama tunakuja hapa tu, hapana. Mwakani tunaenda kijiji chengine, kwa tunatembea kijiji kwa kijiji. Ishu kubwa ni namna ambavyo tumeweza kugusa jamii. Na katika ajenda zetu kubwa ni namna ambavyo tunaweza kuigusa jamii kama sehemu ya charity au sehemu ya kurudisha kwa jamii. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Chama cha wananchi CUF kimefanya uchaguzi mwingine wa viongozi wa juu ambapo Yusuf Mirambo amechaguliwa kuwa mwenyekiti mpya wa chama hicho akichukua nafasi iliyokuwa inashikiliwa na Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Mirambo alipata kura 257
sawa na asilimia 57.33 ya kura zote zilizopigwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa chama hicho, huku akiwashinda wagombea wengine wawili wa nafasi hiyo. Akitangaza matokeo hayo, msimamizi wa uchaguzi huo Saidi Miraji amesema mkutano huo pia kupitia wajumbe wake umewachagua Bwana Harub Makame kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar na Miraji Mtimbwiriko kuwa makamu mwenyekiti wa Tanzania Bara. Pata Mheshimiwa Yusuf Kamili Mirambo ni 257 sawa na asilimia 57.366. Kura alizopata Mheshimiwa Siwale ni 6 ambazo ni sawa na asilimia 1.339. Kwa mamlaka niliyopewa ya tume kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, namtangaza Mheshimiwa Yusuf Mirambo kwamba amechaguliwa kuwa mwenyekiti mpya wa chama cha wananchi CUF kwa kura 257 sawa na asilimia 57.366, ambapo kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi na yeye uchaguzi wake hauna marudio. Uchaguzi wa viongozi wa CUF unafanyika ikiwa ni maelekezo ya msajili wa vyama vya siasa nchini aliyebatilisha uchaguzi wa awali kutokana na makosa ya kikanuni na kuagiza ufanyike upya. Nelson Munema, Channel 10, Dar es Salaam. Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira imeeleza Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI kusimamia sheria, kanuni na taratibu zinazowataka wawekezaji wakiwamo wa upande wa serikali kuhakikisha hawaanzi kutekeleza miradi kabla ya kufanyiwa tathmini ya athari ya mazingira na kupata cheti. Maelekezo hayo yametolewa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Masauni kupitia hotuba yake ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa 7 wa Chama cha Washauri Elekezi wa Mazingira TEA iliyowasilishwa na Kaimu Katibu Mkuu wa ofisi hiyo Abdalla Mitawi. Naliagiza baraza kusimamia taratibu hizi bila ya woga wowote, na pia swala hiyo sio tu kufanya bali kuhakikisha kuna ufuatiliaji wa yale masharti tunayotoa kwa wawekezaji wenye vyeti na mipango ya usimamizi na ufuatiliaji wake wakati wa utekelezaji. Kwa upande wake, mwenyekiti wa TEA Mhandisi Emmanuel Hanai amesema ipo haja ya washauri elekezi wa mazingira kushirikishwa katika hatua zote za upangaji miji ili kuwa na uendelevu wa uhifadhi wa mazingira. Hapa watu wa town planning, hizi manispaa na wengine wanapoandaa zile michoro yao ya mipango miji, ushirikishwaji wa wadau wa mazingira unakuwa hafifu, na miaka ya nyuma walikuwa hawashirikishi kabisa. Kwa hiyo unaweza kukuta hata eneo ambalo halifai kwa matumizi fulani limeingizwa kwenye matumizi fulani. Kwa hiyo unapofanya tathmini ya athari kwa mazingira utazingatia masuala ya kiuchumi, masuala ya kimazingira, masuala ya kijamii. Hivyo vyote tunavizingatia kabla ya kufanya miradi yetu, ili utakapoanza uwekezaji kusiwe na mgogoro wowote, kusiwe na malalamiko ya aina yoyote, lakini pia uwekezaji wako ukubalike na wewe uweze kupata faida. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba kama mradi umefanyiwa tathmini ya athari ya mazingira na certificate imepatikana, basi ionyeshwe katika mabango ya mradi. Leo tumekuwepo na ndugu zetu wa TISEZA ambao wanaongea pia kuhusu uwekezaji ambao unazingatia utunzaji wa mazingira katika maeneo ya kimkakati ndani ya taifa letu. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Na sasa ni habari za michezo ambako tunaelezwa ligi kuu soka Tanzania iliendelea jana kwa michezo 4 kupigwa katika viwanja vya miji tofauti nchini. Mchezo wa mapema ulipigwa majira ya saa 8 kamili za mchana, ambapo Mtibwa Sugar waliwakaribisha Singida Black Stars, chui weusi wa Tanzania, katika mechi ambayo ilimalizika kwa Mtibwa kupoteza kwa mabao 3-1. Mechi ya pili imepigwa majira ya saa 10 kamili jioni, ambapo KMC waliwakabili matajiri wa Chamazi Azam FC katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam, na mchezo huo umemalizika kwa Azam FC kushinda kwa bao 2-0.
Katika dimbi la Majaliwa Stadium, Ruangwa, Lindi, wenyeji Namungo walikipiga dhidi ya wananchi Yanga, ambapo Yanga iliibuka na ushindi wa bao 1-0, goli likifungwa na Depo kwa njia ya penalti. Majira ya saa 3 kamili usiku, wajelajela Tanzania Prison waliwakaribisha wana Lunyasi mnyama Simba katika dimba la Jamhuri Dodoma, na mchezo ulimalizika kwa matokeo ya Simba Sports Club kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vipapo mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.